Karibu sana ndani ya Darajani 1905. Ni siku nyingine tunakutana mara baada ya muda mrefu kuto kupatana kipande hiki, lakini yote mema, tumefika hapa na kama nilivyokuwa kawaida, hiki ni kijiwe cha mashabiki wa Chelsea. Kwa pamoja tunajadili yale ambayo yanahusu Chelsea na yanahusu mabingwa wa dunia. Ni muda kadhaa umepita toka tumepata ni nafasi ya kufanya ni makala kama hii, lakini leo tumeona wacha tuchukue ni nafasi hii kwa sababu tuna kama vile kalikizo kafupi hivi ka siku kama 8 hivi. Tutakuwa ni hatuna mechi Chelsea, kwa hiyo huu ni muda ni mzuri wa kuweza kujadiliana mambo ambayo yanaendelea mpaka sasa klabuni. Kocha Liam Nilozenia ametoka ni kuiongoza Chelsea katika mechi 10 na mechi dhidi ya Hull City ambayo nimetoka ni kuchezwa siku chache zilizopita ilikuwa mechi yake ya 11 ndani ya Chelsea, na ni mpaka sasa amefungwa mechi 2 tu, ni dhidi ya Arsenal katika michuano ya kombe la ligi maarufu kama Carabao Cup. Ni alifungwa ni mchezo wa kwanza 3-2, akaja kufungwa ni mchezo wa pili 1-0, na kwenye mechi hizo 11 ameshinda mechi 8 na kutoa sare 1. Sasa tupo hapa kujadiliana kwamba ni kipi kimeongezeka, kipi kimepungua, wapi turekebishe kuhusu kocha na mipango ya timu niliyokuepo mpaka sasa. Tupo kwenye michuano mitatu, tumebaki kwenye michuano mitatu: ligi kuu Uingereza, klabu bingwa barani Ulaya pamoja na kombe la FA ambapo ndo tumetoka kucheza dhidi ya Hull City. Nipo na wachambuzi wangu ambapo kwa pamoja tutaenda kuchambua ni tathmini ni ya kocha Liam Nilozenia na kile ambacho amekifanya mpaka sasa. Nikianza na Jamie Gittens ambaye siku hizi kabadilisha jina, ni anajiita Facundo Hafizi Nacho. Hafizi, bila shaka ni utakuwa ni una tathmini nzuri sana kwa hizi mechi 11 za kocha Liam Nilozenia. Ni unafikiri kitu gani kipi anamekileta, na je, tumeongezeka ubora au tumepungua ubora? Nashukuru. Nafikiri kwanza kabisa kocha yote anapofika kwa takribani mechi 10 ama kuendelea, mara nyingi kuna baadhi ya maeneo ambayo ni lazima watu wafanyie uchambuzi ama watupie jicho. Eneo la kwanza nafikiri ni eneo la build up, kwa maana ya build up structure, ule muundo ambao timu inakuwa nayo pindi ambapo inaanzisha mashambulizi yake kuanzia nyuma. Eneo jingine nafikiri ni kwenye midfield progression, eneo la kiungo ambalo ni namna gani kocha atataka kiungo chake kioperate kutokana na the way ambavyo anataka style of play endane. Eneo la tatu nafikiri ni kwenye attacking principles, kwa maana ya final third dynamics ambazo atakuwa anazitumia kutengeneza mashambulizi yake ama kubreak defense ya timu pinzani. Na vitu vingine nafikiri vya kuongezea off the ball, nafikiri ni pressing structure. Kuna wengine, baadhi ya makocha huwa ni wazuri kwenye kutumia issue za counter pressing, kwa maana gegen pressing principle ile ambayo inatumika mara nyingi. Na mmoja ya watu ambao walikuwa wazuri kwenye hiki kitu nafikiri ni mwalimu Jurgen Klopp ambaye alikuwa mkufunzi wa Liverpool. Kwa hiyo nafikiri kwa Liam Nilozenia tukiangalia kwenye haya maeneo, nafikiri eneo la kwanza kwenye build up phase, nafikiri yeye huwa ni mpenzi sana wa goalkeeper wake asogee juu kidogo kuungana na mabeki wake watatu ambao wanatengeneza rest defense kwenye timu. Kwa hiyo nafikiri hiki kitu tumekiona tangu ujio wa Liam Nilozenia. Robert Sanchez mara nyingi huwa anajumuika na ma center back, mara kadhaa utakuta ni either Trevor Chalobah pamoja na wenzie ambao huwa anabadilishwa nao sana. Kwa hiyo utakuta muundo wa goalkeeper ambaye ni mtu mmoja, watu watatu mbele yake, alafu tunakuwa na viungo wawili na viungo wengine wawili wa ndani ambao wanatengeneza box midfield, then juu wanabaki watu watatu pindi ambapo mashambulizi yatahitajika kufanyika na chances zikiwa zimetengenezwa. Hawa ndo wanaokuwa wanahusika zaidi kufanya magoli yatokee, na nafikiri kutokana na idadi hiyo, ukichanganya wale wawili wa nyuma mstari wa mbele na watatu wenyewe, wanatengeneza watu watano. Kwa hiyo nafikiri number superiority inakuwepo kwenye box la mpinzani, na hapa ndo napata tathmini ni namna gani Liam Nilozenia ameifanya timu kupata bao walau kwenye kila mchezo wake ambao yeye alikuwa amesimamia. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kikubwa sana ambacho
Liam Roseni amekiweka kuanzia kwenye build up structure. Eneo jingine nafikiri kwenye midfield occupation, Andre Santos pamoja na Moises Caicedo, hao ndo wamekuwa muhimili mkubwa wa timu pindi ambapo Liam Roseni amefika, kwa sababu kocha anaonekana ni muumini wa double pivot, ambayo mmoja atakuwa anabaki, mwingine atakuwa anatumika kama box to box midfield, na mara nyingi kwenye eneo hilo la box to box tumeona Moises Caicedo amekuwa ndo mtu ambaye anaoperate. Ila kabla tujaondoka kwenye eneo la kiungo, nafikiri namba 10 ambaye huwa anahusika kwenye mchezo, kuna kitu anakiita half space occupation, yani yale maeneo finyu katikati ya beki wa pembeni na beki wa katikati wa timu pinzani, huwa mara nyingi utakuta wanakaa kule. Ile inasaidia mara nyingi kwenye timu ambazo zinakaa nyuma sana ama zinakaa chini. Kwa tafsiri nyepesi, timu ambazo zinakuwa zimepaki basi. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho amekiongeza, ila pia role ambayo nimeona ya tofauti kidogo kutoka kwa Maresca, yeye amekuwa akiifanya, nafikiri ni third man occupation. Tumeona V-shaped nyingi sana kwenye games za Liam Roseni. Nafikiri mara kadhaa amecheza Enzo, mara zingine unamkuta Palma, hata Joao Pedro amemtumia kwenye baadhi ya michezo, kwenye michezo yake 11 ambayo amesimamia. Kwa hiyo nafikiri hii third man occupation inamsaidia kwenye kutengeneza ile V-shaped. Kwa nini? Nafikiri kwenye kuwatoa kwenye zone ambayo viungo wa timu pinzani, aidha viungo wa chini ama kama watakuwa viungo wawili wanazuia, nafikiri out position tunapata zile passes. Nafikiri kwenye mechi dhidi ya Leeds tumeona mtindo wa mabao ambao yamefungwa, tumetumia eneo la katikati sana zaidi ya pembeni. Kwa hiyo ni kama mawinga wengi walikuwa wanabidi waingie ndani. Tuliona Steva kitu alichokuwa anakifanya mara kadhaa ambazo Neto alikuwa anazurura, unaona ni maeneo ya ndani, na hata pasi ya Palma kwa Joao Pedro ambao alifunga bao safi, nafikiri ni kutokana na hiki kitu. Ila kwenye eneo la mwisho kwa maana ya final third, nafikiri wingers hajabadilika sana kutoka pale kwa Maresca, kwa sababu wingers wanakuwa wanafanya kutanua uwanja zaidi kwa kiwango kikubwa, na ni kitu ambacho Maresca amekuwa akioperate kwa kipindi chake. Ila zaidi ya yote nafikiri kwa fullbacks ameongeza issue of overlapping. Sio kama Maresca mara nyingi mabeki walikuwa wanaingia ndani kuongeza number superiority kwenye midfield. Nafikiri saizi mabeki wa pembeni wamekuwa huru zaidi kwenye kukimbia kwenye flanks zile, wakiwa wanafanya overlapping runs nafikiri. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho kwa ukubwa wake, ndo kwa tafsiri nyepesi, ndo namna ambavyo mwalimu Liam Roseni anakiorganize kikosi chake. Zaidi ya yote nafikiri kwenye issue ya pressing structure, ambapo tunakuwa hatuna mpira, kocha amekuwa akiingia na 4-4-2, kwa maana ya ndo muundo wake ambao anafanya pressing, na amekuwa man to man oriented pressing mara nyingi. Nafikiri unakuta kila eneo ambalo mchezaji wa timu pinzani anakuwa amesimama, anakuwa na mtu wake ambaye anakuwa amesimama naye. Kwa hiyo nafikiri kwa uchache wake, haya ndo baadhi ya mambo ambayo nimeyashuhudia kwenye Chelsea ya Liam Roseni. Na mimi pia ninafikiri kuna kitu nimekisema hapo. Ninafikiri mimi na wenzangu tunafikiri ni hatuja kuelewa sisi ambao hatujui Kiingereza. Kuna ni aina ni mfumo hapo ni umesema kumuhusu ni third party. Hebu tusaidie kidogo tuelewe, ili ni usituache njiani. Nafikiri nafikiri kwenye mchezo wa soka kuna kitu wanakiita combinational plays, yani unakuta kwenye hiki kitu kuna baadhi ya wachezaji ama mchezaji anakuwa ndo kama target man wa kutengeneza vile visambusa. Huwa watu wengi wanakuambia visambusa vile. Kwa hiyo kwenye hiki kwenye kitu kama hiki mara nyingi nafikiri Enzo Fernandez ndo amekuwa anazurura mara nyingi kwenye maeneo ya uwanja. Utamkuta pembeni, utamkuta sometimes ana combine na watu wa mbele. Kwa hiyo ukizingatia zile pattern vizuri, ndo zinatengeneza third man combination play nafikiri. Kwa hiyo kwenye eneo la midfield ambalo mimi ndo nilizungumzia kwenye hiki kitu, ile V shape ukicombine Andre Santos, Moises Caicedo pamoja na Enzo ambaye alikuwa na drop mara nyingi kutengeneza ile V. Nafikiri hata Bonanute alitumika hivi kwenye mchezo fulani kama watu walizingatia. Kwa hiyo nafikiri hiki kitu ndo tunakiita third man combination. Yani unakuwa na mtu ambaye anakutengenezea
anakutengenezea mtu wa ziada kwenye kila eneo la kiwanja. Nafikiri atashuka chini, atadrop kusaidia kwenye build up, atasogea kwenye wings, ataconnect winger pamoja na namba 9 wake. Nafikiri ni kitu ambacho Liam Roseni amekuja kukiintroduce kwa sababu ni mtu ambaye anapenda kutumia double pivot. Nafikiri kwa hapo nitakuwa nimeeleweka kwa nafasi yake. Mimi na wenzangu ambao tunaofikiri ambao ni hatuje Kiingereza, bila shaka tumefikirishwa vizuri. Amani Mustafa, karibu sana. Bila shaka ni umeona kocha ni alichokifanya tangu amefika. Ni una maoni gani, ni una mtazamo gani kwa kile ambacho amekifanya mpaka sasa? Ndani ya mechi 11 Chelsea tumefunga magoli 28. Ni rekodi ambayo kocha wa mwisho aliyewahi kukaribia rekodi hiyo ni alikuwa Carlo Ancelotti. Lakini leo tunakuja kuona tena hilo ni linafanywa na msimu huu. Ni Ancelotti, Chelsea ndo tulikuwa mabingwa ni wa ligi kuu, japo yeye alianza na timu. Sasa je, kuna aina yoyote ni ishara kwamba tuamini kwamba tunapoelekea ni Kanaani au bado kidogo? Kwanza naweza nikasema mpaka hivi sasa inabidi kwanza tumpe pongezi kwa kazi aliyoifanya. Katoka kwenye timu ambayo Ufaransa na haiko na potential kubwa ya kusema inacheza mpira ule ambao inaweza kawatisha watu, lakini mwisho wa siku amekuja kumanage klabu kubwa kama Chelsea, na walichokifanya kwa idadi ya magoli hayo inaonyesha kwamba nafasi zinatengenezeka, kila alichokiongeza kinafanyika, kazi inafanyika. Tukiangalia kwenye mechi 5 za mwisho 7 kama sikosei, kabla ya kuja kwa huyu jamaa tulikuwa tunapitia kipindi kigumu sana pia kuna kutengeneza nafasi na kuweza kuzitumia, na hii ilikuja ikapelekea Enzo Maresca kuweza kuondoka klabuni, lakini tangu amefika naona ameweza kuimprove hapo. Sasa tukimwangalia zaidi kwa ufundi, kwa namna gani ambavyo ameweza kuongeza hivyo vitu mpaka hivi sasa kufikia kwenye hii game week ya 11, baada ya kushinda mechi 8, kupoteza 2 dhidi ya Arsenal, lakini kutoa sare ambayo kwa kiasi kikubwa ilitakiwa tusinde. Kwanza naweza nikasema kapunguza majukumu kwa baadhi ya wachezaji. Ukiangalia kwa namna anavyotumia mfumo wake, mwenzangu wa Nacho ameweza kuzungumzia vizuri sana kwamba ameongeza mtu mmoja ambaye anaweza kupunguza majukumu kwa Moi Caicedo, na hii nadhani aliangalia, lakini pia pundits wengi sana walikuwa wanaulizia juu ya nidhamu ya Chelsea wanapokuwa wanakutana na timu, kwa sababu ilikuwa ni kawaida sana kwa kadi kuwa 8, 9, 7, 6, 5, mchezaji mmoja kupata kadi. Mfano Moi Caicedo kwa mechi 5 mfululizo anapata kadi za njano, na hii ilikuwa ni kwa nini? Ilikuwa ni kwa sababu alikuwa na cover ground kubwa sana, na hii ilikuwa inampelekea kuweza kufanya madhambi na kusababisha kupata kadi za njano kutokana na namna ambavyo Maresca alikuwa anamtumia Moi Caicedo kwenye dimba la chini akiwa na Enzo Fernandez. Lakini kwa sasa tumeona ameongeza Andre Santos ambaye kiuhalisia ana mambo mengi na amekuwa anafanya link up nzuri, anacheza karibu sana na mabeki wa kati, na hii inampunguzia Moi Caicedo kazi nyingi sana kukava sehemu kubwa ya ground, na hapa sasa ndo tunapata ule free wa Enzo Fernandez kuweza kushambulia box. Na hapa sasa tunaona Andre Santos akiwa na link up na mabeki wa nyuma huku. Tunaona beki wa kushoto kwa maana ya Kurea pamoja na beki wa kulia anayekuwa anacheza kati ya Reece James ama Augusto, wanasogea zaidi juu na huku nyuma kuacha mabeki wawili wakati unakuta labda ni Wesley Fofana pamoja na Trevor Chalobah, na katikati yao anakopo Andre Santos ambaye anakuja kupokea mipira chini kwenye build up ili kuweza kusogea juu zaidi. Kwa hiyo unaona idadi kubwa ya wachezaji ambao inaongezeka hapa katikati. Kunakuwa na wachezaji almost 5 ambao wanakuwa tu kwenye sehemu ya katikati, na mbele wanakuwa wachezaji kama 2, na hii inaweka overload kubwa kwa timu pinzani, na hii overload ikitokea na maana kwa quality ya wachezaji ambao tulionao, ukiangalia mchezaji kama Joao Pedro amekuwa na uwezo mzuri sana chini ya kocha Liam Rosenia. Hii inapunguza haya majukumu, lakini inasaidia utengenezaji wa nafasi nyingi na kwa kuweza kuzalisha magoli haya ambayo mpaka hivi sasa goli 28, akiwa ndo kocha pekee ambaye amefunga goli nyingi zaidi tangu Ancelotti alivyofanya hivyo mwaka 2009 na 10 kama sikosei. Lakini eneo lingine ambalo ameimprove zaidi naweza nikasema ni sehemu ya backline. Backline nadhani imetulia kwa kiasi kikubwa.
hatutegemei zaidi build up kwenye kila mechi, na hapa kitu kinachokopo zaidi ni kwamba tunaangalia aina gani ya mpinzani tunayekutana naye, na hicho kitu amekuwa kikiangalia sana, na haimzuii yeye kushambulia kwa counter attack ama kufanya build up, tofauti na ilivyokuwa kwa Enzo Maresca ambapo kila mpira alikuwa anataka tuweze kutulia kutoka nyuma na tuweze kufanya build up. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukifanya errors ambazo zimekuwa zikizalisha magoli kwa hawa mabeki, na kwa hivi sasa ameweza kumaintain hicho kitu kutokana na timu tunayokutana nayo, lakini akipata nafasi za kushambulia kwa counter attack amekuwa akishambulia kwa speed sana pia. Tukija kwenye upande mwingine kwa aina mawinga nao watumia, nimeona kwanza ni kocha ambaye nadhani anaamini zaidi katika mawinga wenye skills na uwezo wa kuwatoka wachezaji hata wawili watatu. Tumekuwa tunaona Alejandro Garnacho ana nafasi kubwa sana ya kutosha kwa mechi za hivi karibuni, lakini pia tumekuwa tunamuona sana Estevao kwenye first 11 tofauti kabisa na ilivyokuwa kwa kocha Enzo Maresca. Maresca alikuwa anamwangalia Estevao kama mchezaji ambaye anaweza kumpa dakika chache kucheza kutokana na operate yake kwa sio kubwa sana off the ball, lakini kwa huyu imekuwa tofauti zaidi. Nadhani ile anavyowatumia wachezaji kama kina Jorge Lato, Reece James overlap inakuwa ina cover eneo kubwa, lakini pia kumsaidia Estevao kutokuwa na ile pressure kubwa sana kuja kuziba nafasi pale ambapo Reece James au Jorge Lato wanavyokuwa wameingia kwenye kiungo kwa kipindi ilivyokuwa kwa Maresca. Kwa hiyo hii ameweza kuimprove pia, na nadhani naweza nikasema inatusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuepusha zile counter attack, lakini pia kufungwa magoli ambayo yanakuwa ya kushangaza, tofauti na mfano ilivyokuwa kwenye mechi ya Arsenal kwa lile goli tulipofungwa. Lakini ukiangalia kwa namna ambavyo anamtumia striker Liam Delap, japokuwa amekuwa hana performance nzuri sana, lakini kwa namna anapofanya link up, kwa namna anavyojaribu ku create chances, anatengeneza aina striker ambaye hatakuwa na uchoyo sana mbele ya lango, na kitu kikubwa ambacho anachotakiwa kuangalia ni kutengeneza nafasi kwa timu. Anachojaribu kufanya ni kutengeneza spirit kwa timu ili iweze kupata matokeo hata kwenye nyakati ngumu. Tukiangalia kwenye mechi kama West Ham, tukiangalia kwenye nyakati kama mechi ya Napoli, tumeweza kuona hiki kitu. Kwa hiyo tumeangalia namna gani ambavyo amekuwa akiongea na Joao Pedro, na Joao Pedro amekuwa anafanya link up nzuri sana. Kuna wengi sana walikuwa wanaongelea kuhusiana na Nicholas Jackson, mikimbio yake alikuwa anaifanya chini ya Enzo Maresca, lakini naweza kusema kwa Liam Rosenior ni kama huyu ndo mtu wake ambaye amemtengeneza. Anafanya ile mikimbio, lakini anakuja kushuka deep kabisa na kuconnect kwenye kiungo, na kila kitu kinapikwa pale katikati. Naona anaamini sana katika wachezaji vijana na anawapa nafasi sana hivi sasa, na pia kuna taarifa ambazo zinasema huenda wakasikiliza ofa za kwa Pedro Neto kwenye dirisha kubwa. Hii ina maana gani? Hii inamaanisha kuwa kwenye hii project ambayo jamaa wameiandaa na kwake yeye anaona inaweza kupushi zaidi, na kuamini wachezaji hawa vijana kwa namna moja ama nyingine kuna faida kubwa, kwa sababu wana akili kubwa sana ya mpira tofauti na wachezaji hawa wa muda waliocheza sasa. Na ukiangalia namna Estevao anavyomtumia, amekuwa na performance nzuri, anafunga magoli. Ukiangalia Joao Pedro anavyotumika, angalia Andre Santos namna anavyotumika, lakini pia wachezaji wengine vijana ambao wamewatumia Strasbourg wanatajwa kuletwa. Na mwanzo kwa Enzo Maresca ilikuwa ni kama anahitaji zaidi wachezaji wenye uzoefu, kwa sababu anaamini katika wachezaji hao wadogo kwa changamoto. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba hivi vitu wameviongeza, na ndio kitu ambacho pia tulikuwa tunatamani kukiona, na kimeimprove kwa kiasi kikubwa sana performance ya timu mpaka hivi sasa. Kinachotakiwa tu ni yeye kuangalia namna gani anaweza kuwini hizi big game kama game za Arsenal. Tumeweza kupoteza mara 2 mfululizo na tuna game ambayo tunacheza nao match moja, lakini ukiangalia second leg ambayo tulicheza nao pale Emirates, tulicheza kwa kiwango kikubwa sana, lakini ufanisi mbele ya lango na some mistakes kwenye namna ya kuarrange kikosi ndio ilipelekea tukapoteza mchezo. Kwa mpaka hivi sasa naweza nikasema ni kocha ambaye ameweza kufanya vizuri sana, na kwa uwezo wake na kwa timu ambayo ametoka kule, tuendelee kumpa nafasi na imani mambo makubwa zaidi yatakuja. Simoni, Reece James namna ni alivyokuwa ni anacheza ni Reece James kipindi kile ni chini ni ya Maresca, ni kwenye kiungo ni ya double pivot pamoja ni na Moises Caicedo, na sasa hivi ni anavyocheza ni Andre Santos ni pamoja
yani na Moises Caicedo. Ni unafikiri kuna tofauti? Hayo ni mabadiliko ambayo ni yamefanywa au still bado ni wanachokitimiza ni kile kile? Kwanza kabisa kuna utofauti wa matumizi ya James na Caicedo pamoja na Andy Santos na Caicedo. Kwa kipindi kile James alipokuwa anacheza na Caicedo kwa double pivot, lakini unaona James na muda mrefu alikuwa anazunguka kiwanjani, Caicedo alikuwa anabaki chini. Tofauti na sasa hivi Andy Santos ndio unakuta yuko chini, Caicedo anakuwa kama box to box. Kwanza hiyo tofauti wa kwanza. Wa pili ni kwamba Andy Santos anapocheza ni kwamba yeye anakaa katikati, yani anaangalia space iko wapi. Ni either kama beki ameenda mbele, kwa mfano Kokolela ametangulia ameenda kwa overlap, unakuta Andy Santos anachezea kushoto, yani kule kushoto sana kukava lile eneo la kukwea. Au kama unakuta Malogusto ndo kaenda mbele kwenda kwa overlap na kuna gap, kunakuta ndo anakuja kuziba gap la Malogusto. Ama kama ni James anacheza kwenye namba 2, angalia mechi ilikuwa dhidi ya West Ham dhidi ya West Ham Napoli ile ambayo alikuwa afuka mgonga James ukarudi, alikuwa amekuja kukava eneo ambalo James ilibidi awepo. James hakuwepo, alikuwa ameenda kwa overlap kule akaokoa. Hata mechi ya juzi ambayo Caicedo anapelekea penalty, ukiangalia ni gap ambalo kulikuwa ameacha, wale jamaa walikuwa wanaliataka lile gap, akaenda kakole mpira ya kwa bahati mbaya kama ameokoa vibaya, akawa ameokoa mfupi, alafu kwa anarudi tena ndani, jamaa kwa anaondoka nalo, Caicedo kaenda kusababisha ile penalty pale. Kwa hiyo matumizi ni tofauti. James alikuwa anatumika ni pivot na Caicedo, lakini alikuwa anacheza juu kidogo, Caicedo alikuwa anabaki chini, tofauti na Santos anavyocheza kwa sasa. Yeye ndo anabaki chini, Caicedo anapewa uhuru wa kwenda kuvuruga mambo katikati huko. Ikija huku yeye anakuja kurecover tu, kama mpira imepotea huko anakuja kurecover na kusaidia ukabaji na vitu kama hivyo. Lakini kiasi kikubwa, mzigo mkubwa sana umepunguziwa sana Caicedo na Andy Santos. Unakuta dogo yeye anakaba, anatoa mali moja, inaenda kuanzisha mashambulizi, unakuta anaanzisha. Hii apeleka Caicedo amekuwa overloaded vitu vingi sana, kupelekea hata kadi zake zile za njano kama pata zinapungua. Au ule mzigo ambao anapiga mkubwa, mara mkute huko, mara kafanya tackling, kafanya interception ngapi. Kwa hizi mechi kadhaa zimepungua. Kitu cha pili, kwa nini anamtumia sana Andy Santos kuliko James? Dada angeendelea kumtumia James hapo, kwa nini amemwamini Andy Santos? Kwanza Andy Santos ni kiungo halisia. Knowledge alionayo kwenye kucheza midfield, unaweza kaona ni James anacheza kwa sababu ni matured, yani ile ni mchezaji ambaye shakomaa, lakini knowledge ambayo iko na Andy Santos ni kubwa sana kwenye midfield. Angalia pasi anazopiga zile ambazo zina break line, watu wako wamekuja dada kuna ni press au wamekuja ukaba na vitu kama hivyo. Pasi anazopiga ambazo zinavunja ukuta wa timu pinzani. Fuatilia goli ambalo alifunga kwa Parma dhidi ya Leeds juzi. Ile pasi alivyopiga, alivyomdeshi, alikuwa na mpadu yule, akapiga pale alipokuwa kwa Parma, ilikuwa imevunja kabisa ukuta, ile ule ukuta wa ulinzi wa Leeds. Mpira ukashuka kwa Parma na anaenda kutoa ile assist kwa Joao Pedro. Sio hiyo, tukapiga zile nyingi sana ambazo tuna break hizo line. Kitu ambacho nilikuwa na imagine kama ndo Lavia angekuwa ni mzima angefanya hiyo kazi, watu wangemuimba sana, kwa sababu Lavia ni mnyama sana wa kazi kama hizo hapo. Lakini Andy Santos mpaka sasa hivi amefanyia kazi kwa ufanisi hali ya juu sana, kulingana na umri wake, ugeni wake kwenye ligi na nafasi alivyokuwa apewi, lakini kaja kocha kaanza kumwamini, ameonyesha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ya pili pia unaona kabisa ile intensity na recovery katika midfield imekuwa nani sana. Yaani Chelsea sasa hivi timu ambayo inaweza kutubiti kwenye midfield zinahesabika sana kwa anacheza Caicedo, Enzo pamoja na Andy Santos. Kwanza aggressiveness Andy Santos anayo, anafika sana. Caicedo anafika sana ukilinganisha na alivyokuwa anacheza James. James alikuwa ni mzuri akiwa na mpira, lakini hata kufanya recovery pia alikuwa ni mzuri, lakini kuna namna kama alikuwa anahofia mwili wake pia. Na kama umesikiza Enzo Maresca alikuwa anasema kwamba James anacheza katikati sababu ile panda shuka kwenye flanks ingeweza kumpelekea majeruhi sana. Kwa hiyo unakuta hata hapa katikati
kwa muda ilibidi awe kama hana jogi tu ikusudi asinanile misuli akaja akapeleka kwenye injury tena. Lakini Andy Santos kwa vile yuko fit na mimi kwa ndio eneo lake best, unamuona kabisa anafanya recovery za kutosha sana, anakimbia, anagongana, anafanya tackling, sehemu za foul anafanya. Kwa kuna tofauti katika matumizi ya James na Andy Santos kwenye hiyo nafasi. Na mimi imemlipa mpaka sasa hivi Liam kwenye kuwatumia. Kwa hiyo ni tuseme kwamba ni Andy Santos ni kukaa kwenye kiungo, ni badala ni Alice James, ni upgrade nzuri kabisa, ni ambayo nimeleta matunda, au sio? Mpaka muda huu sijaona upungufu wowote ambao labda unaweza kwa nini, labda kidogo pasi zile za kuhamisha uwanja ambazo James anapiga akiwa pale katikati, anaweza mchungaji Garnacho amekimbia kula akapiga pasi ya kuhamisha uwanja. Sijaona Santos akizipiga hizo, lakini baada ya kupiga hizo, lakini yeye anapiga zile za kubreak mistari ya ulinzi. Hicho ndio kitu ambacho kwa nini, Okay. na ile tu maturity kwamba katikati ya uwanja kwamba unacheza kwamba bana mimi ndo mimi ambayo James huwa nayo, ile kwamba bana nipe mpira hapa na nitajua nini cha kufanya. Ndio kitu ambacho pia Santos anakimisi, lakini vitu vingine anafanya poa kabisa. Tunaona ni kama vile ni Enzo Fernandez ni kama vile ameanza kutapatapa. Sijui kama pia na wewe utakuwa una mawazo sawa na aliyokuwa nayo Simon. Caicedo kwa sasa ni kwa mujibu ni wa Simon, ni anasema Caicedo kwa sasa hivi ni anacheza ni zaidi kama box to box, wakati kwenye namba ni kwenye namba 6 ni anayevunja vizuri kabisa sasa hivi ni nani? Ni Andy Santos. Sasa jambo ambalo ni kama vile linakuja kuibua maswali mengi ni nafasi ni anayocheza Enzo Fernandez. Ni kama vile maana Enzo Fernandez kwa ninavyofahamu mwanzoni yeye ndo alikuwa ndo box to box. Ni anatoka kwenye box lake na anaenda kwenye box ya timu pinzani, lakini sasa hivi box to box ni nani? Ni Moises Caicedo. Hali ambayo ni inayopelekea una kama vile kocha ni anaanza kuchanganyikiwa sasa namna gani ni wapange ni wote watatu, yani ni awepo Caicedo, awepo ni Andy Santos pamoja ni Enzo Fernandez. Mpaka sasa ninapelekea ni Enzo Fernandez kucheza nafasi ya winga. Ni unakuta game hayupo Garnacho wala hayupo Gittens kwenye winga, ni unaona ni yupo Enzo Fernandez. Hii inamaanisha nini? Kwamba ni kama vile ni kocha ni anajaribu kuwafikisha wote, lakini yeye kama yeye ni Enzo Fernandez hayupo kwenye hesabu zake, au ni na maana gani? Kwanza kabisa kabla sijajibu hili swali, naomba nirudi kwenye maneno ya Aman Mustafa hapo. Amesema Liam Rosenia ni mmoja ya walimu ambao ni waumini sana wa mawingers ambao ni wabunifu sana mguuni. Ndio maana tumeona Estevao Willian anapata nafasi na Alejandro Garnacho mara nyingi kwenye mechi kadhaa hapa nyuma amekuwa dropped. Kwa sababu gani? Nafikiri kocha ameona kwenye wing ya kushoto Gittens pamoja na Garnacho wameshindwa kutoa kile kitu ambacho yeye anakihitaji, ila kwa Neto ambaye hata mara kadhaa kwenye upande wa kulia ambao wanakuwa na operate hatoi kile kitu ambacho tunakihisi kama kina ubunifu zaidi, tunaona solution tayari ipo kwa maana ya Estevao Willian. Kwa hiyo kwa upande wa kushoto nimeongelea issue ya kuwa na inside 10 wawili hapo nyuma ya mstari wa juu kabisa. Kwa hiyo nafikiri Enzo Fernandez tumeona tangu enzi za Maresca tukiwa tunamkosa Cole Palmer, na mara kadhaa kama Joao Pedro hatumiki kwenye eneo la namba 10. Enzo ni mzuri sana kukaa kwenye yale mashimo baina ya mstari wa kiungo na mstari wa timu pinzani wa mwisho kwa maana ya backline. Kwa hiyo nafikiri kocha amekaa akafanya analysis ya wachezaji alionao na akaona hakuna haja ya kuwa na inverted fullback. Ndio maana Kukurea mara nyingi hata Yorel Hato akiwa anacheza tumeona kama amekuwa unlocked kwa kiasi fulani. Wanakuwa wanafanya zile overlaps. Kwa maana gani? Turejea mchezo dhidi ya Wolves, angalia bao ambalo analifunga Cole Palmer kwenye
ile cut-off ambayo alitengeneza Marco Correa. Unaona kabisa ni maeneo ambayo uwinga ndo inabidi awepo, lakini kutokana na the way ambavyo Enzo Fernandez anachezeshwa kwenye yale maeneo, akidrop ndani ina maana anatoa nafasi kwa fullback wake ambao yuko upande wa kushoto aweze kutembea kwenye upande ule. Alafu kwenye upande wa kulia sasa, ambao mara nyingi Malo Gusto na either tutamkuta Neto ama Estevao Willian, ndo unakuta ile flank inafanya kazi kama kawaida. Kwa hiyo nafikiri majibu yanaweza kuwa mawili, kwamba kocha amekosa winga wa kushoto ambaye atampa kile kitu anachokihitaji, au aidha bado hajapata nafasi nzuri ya kumweka Enzo Fernandez kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo nafikiri yote yanaweza kuwa majibu, ila kwa mimi namtazama zaidi Enzo Fernandez akitusaidia kimfumo zaidi, tofauti na ambavyo watu wengi wanaangalia impact ya pasi za mwisho labda na mabao kama ilivyokuwa kwa Liam Delap. Nafikiri kocha ameongea juzi kati hapo. Delap tokea enzi za Maresca yuko vizuri kwenye kukosa magoli, lakini ni mchezaji ambao anafanya wenzake waweze kucheza zaidi. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho pia kipo kwa Enzo Fernandez, na ndo nikaongelea hapo hadi ukauliza swali la issue za third man na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Fernandez ni msaada kwenye kitu kama hicho. Fernandez ni msaada kwenye kitu kama hicho. Ni jambo fulani hivi ambalo linaumiza kichwa sasa. Amani ni utatweka sawa hapa. Chelsea ni kweli tuna takwimu nzuri sana ni za kufunga magoli, lakini pia tuna changamoto kubwa sana kwenye kuzuia. Yani ni kama vile chini ya Maresca tulikuwa tupo vizuri sana kwenye kuzuia, lakini kwenye kufunga pia nilikuwa ni changamoto. Sasa tumekuja kwenye utawala ambao ni upo vizuri sana kwenye kushambulia, lakini ni kama vile kwenye kuzuia bado kuna changamoto. Yani kuna maswali mengi sana. Kwa takwimu zinavyoonyesha ni mpaka sasa hivi hali yetu ni tete, haswa pia nikilinganisha kwamba mpaka sasa hivi tumecheza mechi ambazo nyingi mechi sio ngumu, kwa sababu tumekutana na wapinzani ambao hawapo imara sana. Upi ni mtazamo wetu haswa kwenye issue ni ya defense? Wapi kuna changamoto? Okay, Niante Santos sasa hivi ndio nabaki chini, tuna pivot wawili ambao ni wote kiasilia kabisa ni viungo, na sasa ndio kunachoshea pia kuendelea kufungwa magoli. Shida haswa ipo nini? Shida haswa ni ipo wapi? Yani kwa nini tunaruhusu kufungwa magoli mengi wakati karibu wachezaji wote ni wanaocheza sasa hivi ni wanacheza kwenye namba zao? Changamoto haswa ni nini? Karibu sana Amani. Asante sana. Kwanza kabisa nadhani changamoto ya kwanza kubwa ambayo labda wengine wengi hawaioni sio tu zaidi kuhusu kwamba hatuna world class defender au na nini, ila nadhani namna ya kumanage game kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90. Wachezaji wetu wengi wamekuwa ni kama wanarizika fulani hivi. Yani ni timu ambayo inafundishwa, imepewa uhuru mkubwa, kwa hiyo kuna zoni ikifika wao wanarizika sana baada ya yale matokeo. Ukiangalia most of the time tunapokuwa tunaanza mechi mpaka labda tunafika dakika 20-30 tukiwa hatujafungana bado, unaweza kuona defense inafanya kazi vizuri, kiungo kinafanya kazi vizuri kabisa, mashambulizi yanakuwa makali, lakini yanaweza kuwa managed vizuri. Lakini tukishapata goli la kwanza, labda tukapata goli la pili, timu ni kama ina relax na inapoteza ile morali ya kile walichokuwa nakianza kuanzia mwanzo. Na nadhani hii pia inachangiwa na swala mojawapo la umri pia wa wachezaji, kwa sababu ukiona wachezaji wadogo sana pia kwa namna hii inaweza ikapelekea kuna namna mazingira mengine wanakuwa hawezi kuyamanage, mfano ya pressure ya game, pelekea sasa tunakuwa tunaruhusu magoli mengi ambayo hata ukiangalia magoli hayo huwezi kusema kwamba yes hapa tulikuwa hatuna namna tukisakwa sana, lakini ni magoli ambayo ni ovyo. Ukiangalia magoli ambayo yamepatikana kwenye mechi ya Leeds, lakini pia ukiangalia kwenye mechi ya Wolves goli lililopatikana, ni kama tuna relax pale ambapo tukapata mipira, lakini tuwezi kurule out pia changamoto ya backline yetu, kwa maana ya ups and downs pale tunapoendelea kufanya changes za mara kwa mara. Zamani tumekuwa tukizoea kuwa msimu mzima timu inaweza ikacheza mechi 50
au let's say 55 hapo zinakuwa imeisha, na unaweza ukaona first 11 hiyo inaingia mara zote. Lakini kwenye mpira huu wa kisasa umepelekea mpira umebadilika kabisa, kwamba tulikuwa tupo kwenye kipindi ambacho tunaepuka riski, lakini sasa hivi tupo kwenye kipindi ambacho tunataka riski zaidi, kucheza kuanzia nyuma, lakini pia kufanya rotation nyingi sana. Unaweza kukuta leo kaanza Tosin na Trevor, kesho kaanza Tosin na Chempong, kesho kaanza Chempong na Trevor, leo kaanza Fofana na Mamadou Sarr, kesho kaanza fulani. Kwa hiyo ile consistency inakuwa ni ngumu zaidi kuwepo, na hii inaweza ikapelekea kwa kiasi kikubwa sana kuruhusu magoli ya mara kwa mara, kwa sababu wachezaji wanabadilishana kila siku, na anavyocheza leo Trevor na Fofana ni tofauti na anavyocheza na Chempong. Kwa hiyo hii pia ni moja ya factor na sababu nyingine ambayo inapelekea mambo yanazidi kutokea. Na ukitaka kuamini hivyo, angalia timu ambazo zinatumia backline hiyo ya mara kwa mara, na uangalie idadi ya magoli wanaoruhusu. Angalia Arsenal, wamekuwa wao William Saliba pamoja na Gabriel kwa muda mrefu sana pamoja. Haijalishi mechi za namna gani, kirule out labda hizi mechi za cup kama hizi ndo wanacheza wengine, lakini stability yao imekuwa kubwa kwa sababu partnership yao imekuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu pia zaidi kuweza kuruhusu yale magoli ambayo hayaeleweki. Lakini ukiangalia kwenye timu yetu tuna mabeki karibu 8 kama sikosei, na wote wanacheza. Yaani hawezi kapita game wiki 3 wale wote hawajacheza. Ni ngumu zaidi. Yaani lazima utakuta wamecheza mabeki 6 kwenda juu. Wakipungua sana wamecheza mabeki 5. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani ambapo inakuwa ni ngumu kuwa na ile consistency ya mara kwa mara. Kwa hiyo mpira wa kisasa wa kuchukua riski zaidi, Peter Sech alikuwa anasema kwamba wao wakati wanacheza na kina Drogba walikuwa wanaepuka riski. Kwa namna gani? Walikuwa waanzishi mpira kuanzia nyuma. Wanajua characteristics za wachezaji wao. Drogba ana uwezo kuweka mpira kifuani na kugeuka. Lampard anaweza kufanya runs na kuingia kwenye boxi kufunga magoli. Wana winga nzuri, wana Mata huku, wana nani. Kwa hiyo mpira unapigwa mrefu mbele, Drogba anauchukua, tayari wanaepuka press, wana attack vizuri, wanakuja kujipanga kwenye zone yao. Lakini sasa hivi build up inaanzia nyuma, mchezaji anashuka deep kwenda kuchukua mpira, anafanywa pressing, akiteleza ndio hivyo umefungwa. Ikifanikiwa alhamdulillah, tunaendelea mbele. Kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema hiyo pia ni factor kutokana na mpira wa kisasa, lakini kutokana na changes zinazofanyika kila siku, na of course lazima zifanyike kwa sababu idadi ya mechi zimekuwa nyingi, zinafika mechi karibu 70 kwa sasa. Kwa hiyo lazima uwatunze wachezaji. Kwa hiyo naweza nikasema it's not about kuwa tu na world class defender, lakini sababu nyingine ni kama hizo ambazo zinatokea, na especially kwa aina ya project ambayo tuko nayo ya kwamba kila mtu lazima acheze, uchafu ujue, walio wa maana wabaki. Kwa hiyo nadhani hizo ndo sababu kuu zaidi kwenye swala zima hili la kuruhusu magoli, na sidhani kama tutatatua hivi karibuni kutokana na kile kinachoaminika kwenye hii project. Eti Simoni, tusaidie gani hapo? Unafikiri mwarobaini wa hii kitu ni nini? Yaani tunalitibu vipi ni tatizo? Ila defense yetu ni kuwa ni na shake na kuruhusu magoli mengi. Kwanza naamini Chelsea kama Chelsea tunaamini, yani project ya timu naamini kama defense itajengwa chini ya Fofana pamoja na Levi Colwill. Ila kwa bahati mbaya hao wote ni majeruhi. Hao wote. Ndio kitu ambacho naamini project ya Chelsea inavyoamini hicho kitu. Sababu ukiangalia mabeki tunao wote, Chalobah tunao kama 8 hivyo ambao tunabadilisha. Tunabadilisha kwa sababu gani? Inawezekana ni mfumo wa timu kwamba tuwe na rotation. Lakini rotation kwa timu nyingi huwa sio mabeki na goalkeeper. Rotation huwa ni katikati na kwenda mbele huko. Na mimi kuna kitu wanakimisi, walimu pia wanaangalia kwenye uwanja wa mazoezi kwamba kuna kitu kina miss kwa mabeki, ndio maana wanafanya rotation na vitu kama hivyo. Ila shida yetu ni moja, mimi nayo iona kwamba tunakosa beki wa kukava eneo kubwa la uwanja kama alivyokuwa anafanya Liverpool kipindi sasa kwenye Club World Cup na mechi za mwisho za mwaka jana. Yaani mabeki wetu kwa mfano tunapocheza mpira, tunapoanza build up labda
for instance kile kipindi cha Maresca kwamba beki mmoja ibidi atoke aingie katikati. Kwenye ule mstari ambao wabidi kama beki wa 4 inabidi sasa wabaki na beki watatu wakawa wamejipanga pale. Au tunaweza kama back three fulani ya uongo, maana beki moja wa katikati inabidi asogee aje akae kwenye eneo ambalo huwa ni tunasema kama half space, kama tu angekuwepo mabeki wote wa 4 na mwingine pia akae vile vile. Yule beki wa aidha kama ni Kukola James inabidi asogee tena kwenye ile eneo, alafu mmoja akae katikati. Sasa au hapa hivi mpira tukisha upoteza tukiwa tunashambuliwa sisi, yani tunakosa mtu ambaye akisimama pale inaonekana kabisa lile eneo kwamba limebi covered lote. Ndio maana unaangalia mipira mingi sasa kipindi cha Maresca ni kinyang'anya mpira katikati, ikipigwa tu kwenye eneo ambalo mtu ametoka, ile hesabu kama ni kamba. Kama sio kama basi ni kosa ile Sanchez atakaokoa ama vitu kama hivi. Hatuna ile beki kwamba tukinyang'anya hata mpira akimfuata mtu kwanza ni aggressive, pili anaweza kukimbia kukava eneo lile kwa haraka zaidi. Hatuna beki wa hivi. Yaani ukichanganya mpira lazima mpizani tunaye kwenye box, either tufanye block kwenye box ama Sanchez akoe ama tuokote wavuni. Tunakosa kitu kama hicho. Hii kitu alikuwa na kidevelop Cowell sana. Yaani mtu alikuwa anamaliza naye huko kabla hatajaingia kwenye box ama vitu kama hivi. Hata Fofana pia ana hiyo character, lakini kuna namna kama anajisahau. Kuna namna kama sijui kama ni overconfidence ama ni nini, lakini naona kama anajisahau, lakini kitu hiki anakiweza sana tu. Akiamua kucheza game yake katika level ya tunasema A+ anakiweza. Yaani kufanya recovery kwa spidi kubwa na kumkuta mpinzani na kumfanyia chochote ambacho kinawezekana ambacho akiteta madhara, kufana na kiweza pamoja na Livikoo. Chalobah anaweza, lakini Chalobah huwa sio mtu ambaye anaogofya. Yaani hata mshambuliaji akipata mpira atakuwa nao relax, atajua kwamba Chalobah atakija kumkaba, atakuja kumkaba tunasema ni kisabato yani. Yaani hata mfanyia kitu chochote ambacho kinaweza kumfanya mshambuliaji aogope. Aidha atamnyang'anya tu mpira kawaida au mshambuliaji atamhold na kuondoka naye na kuingia kwenye box. Sasa Badiashile na Tosi na hawa nahisi ni changamoto yao kubwa kabisa. Yaani kisha baki 1v1 hiyo, baada kama quality ya mshambuliaji pia ni mbovu, lakini kama mshambuliaji ambaye anajitambua 1v1 hawa anaondoka nao na analeta madhara kabisa. Kitu cha pili, na mimi partnership pia bado ni changamoto sana kwetu. Yaani tulipata partnership kidogo ya Chalobah pamoja na Fofana. Tukapata victory sheet kama ilikuwa si 5 kwenye mechi kama 6 au 7 hivi. Baadaye na Fofana tena akapata changamoto ya majeraha, kabisa tuanza kubadilishana. Kwa hiyo na mimi tukipata partnership ambayo watakaa either kwa mechi fulani kama 10 au 10 na ngapi kwa msimu, tukageuka nao msimu ujao akiwa na majeraha yakikaa pembeni, mimi tutatibu tatizo kwa kiasi fulani, kwa sababu mfumo ambao tunaocheza bado ni ule. Yani akitoka beki kwenda kwa overlap, itabidi kiungo hiyo ndio sasa taja kama eneo lake. Kwa nini tunakuja kuconcede magoli mingi ambayo tunaconcede? Sasa magoli ya ndani ya kimfumo wa ulinzi, mimi nasema ni magoli individual error. Angalia magoli kama ambayo tumefungwa dhidi ya Leeds. Mpira wa kuosha, Achepong anaenda kumgadi mtu. Yule mtu akamwacha Achepong, akaenda akarani mpira akausukumizia wavuni. Ile goli la pili. Goli la kwanza unaweza kusema kwamba ile penalty, ile recovery ya Caicedo baada akuwa makini zaidi, hiyo fair. Angalia magoli ambayo tumefunga dhidi ya Napoli. Uweze kusema kwamba ni mfumo ulikuwa unavuja sehemu fulani. Kwa sababu ni common kabisa kwamba mpira ushaenda kwa winga, lazima atapiga tu pasi ambayo itaingia ndani. Either atapiga kama ni V ama atapiga pasi pale kwenye point ambayo mshambuliaji bidi afike pale uvamie ule mpira. Ni eneo ambalo ni common kabisa. Cha kufanya pale ni either mshambuliaji umgadi asikufikie ule mpira ama ufanye interception ule mpira mshambuliaji asilani, ambayo ni quality ya beki ambayo
mwalimu apaswa kufundisha. Ni quality tu ndogo kwamba bana mshambuliaji mimi na mgadi au kute huu mpira natumia nguvu. Mara ngapi tumeona akina Gabriel akina Saibu wanawagadi watu, wanawagadi washambuliaji wangapi, wanawagadi yani unamwekea tu mwili kwamba apati upenyo wa kufikia ule mpira by anyhow, kitu ambacho mabeki wetu hawafanyi. Wanachokufanya wenyewe wanajipanga, wanaacha ile kama mshambuliaji nani either wa block ama waje ku intercept, kitu ambacho hata interception pia wanani wao wana win chache sana. Kwa ni quality tu ndogo ambayo tunaimiss pale hivi. Bila shaka hata msimu ujao labda tunaweza tuka upgrade zaidi, tukafikia kwa ambako tunategemea. Nacho. Naam. Ni defense yetu ni mbovu. Changamoto ni nini? Wapi tunafeli? Manake ni wachezaji karibu wote ni wanacheza ni namba zao. Hakuna kiungo ni anayechezeshwa kwenye beki. Kila mtu ni upo kwenye namba yake ni asilia kabisa, lakini bado tunaruhusu kufungwa magoli. Changamoto haswa ni nini? Wapi tunafeli? Mimi nafikiri mara nyingi changamoto inaanzia kwenye eneo la kiungo kabla ya kufikia huu mstari wetu wa mwisho, kwa sababu kuna baadhi ya moments unaona kabisa mpinzani analipata goli kutokea kwenye maeneo ambayo ungekuta yale mashimo yanazibwa na viungo wetu wawili, na kwa bahati nzuri ama mbaya nafikiri saizi tunakuwa tuna viungo wawili kabisa juu ya mstari wa mabeki, ila hasara sometime unakuta ile rest defense tumeshazoea mara nyingi kusinzia, yani kuna namna wachezaji wanakuwa hawajachangamka na zile moments. Kwa hiyo nafikiri mwalimu atakuwa anaona, yani the way anavyoitengeneza timu yake kimuundo, kiangalia kwa macho unaweza ukahisi kwamba mpinzani hawezi kupata goli, ila kitu kinachoshangaza zaidi ni aina ya mabao ambayo tunafungwa tangu kufika kwa Liam Rosenia. Huoni kama tumezidiwa kwa kiwango kikubwa, labda kuanzia kwenye eneo la midfield ama mpinzani. Ni turnovers tu ambazo kuna muda unaona kabisa mchezaji ana uwezo wa kufanya execution nzuri na tukaondokana na hiyo hatari, ila baadaye unakuja kuona kama sijui ni kusinzia, sijui ni uzembe tuseme, ndo unakuta mabeki wanaruhusu bao jepesa. Ukizingatia hata bao la juzi dhidi ya Leeds ile wanapata bao la kukomboa, nafikiri tuliona, yani kuna namna ukikaa ukimuonesha hata Champong yeye mwenyewe ile video haelewi alikuwa anataka afanyeje, mpaka kipa anaenda analala. Yani kuna namna ukiangalia ni goli tunalofungwa ni magoli fulani ambayo ni kujisahau tu, ila sidhani kama muundo yani kwa kocha unakuwa una nafasi kubwa, na ndio maana unaona ni kitu ambacho kinaendelea zaidi. Huoni kama kocha anapata solution pale. Bao jingine ukilizingatia, nafikiri tunakumbuka mabao dhidi ya Napoli, watu walikuwa wanasindikiza kwa macho, unaona kabisa. Angalia mabao dhidi ya West Ham, tunarudi kukomboa bao 3-2. Nenda ya Leeds mechi ya juzi tunaona, yani kuna namna fulani watu wanakuwa tu wamezubaa, ila kimuundo mimi sioni kama kuna changamoto, kwa sababu coach the way ambavyo amekibalance kikosi chake kuna namba superiority takriban kwenye maeneo yote matatu ya kiwanja, kwa maana kwenye phase ya kwanza, kwenye eneo la midfield pamoja na final third ambao ndo tunakuwa tuna attacking movements. Na kwa faida zaidi ya wasikilizaji, nafikiri unaweza kusifia namna gani ambavyo Liam Rosenia anaweza kiset kikosi chake, kwa sababu yao Pedro amesifika sana kuvuja jasho tangu kufika kwa mwalimu huyu, na nafikiri ni kwa sababu ya muundo. Mara nyingi unaona ni muumini sana mwalimu Liam Rosenia wa false number 9, yani number 9 ambaye ana drop afanye na wenzake pia wacheze, kitu ambacho kinamfanya mara nyingi unakuta anatoa msaada kutokana na turnovers, na ndio maana Joao Pedro anaonekana ni mtu ambaye kidogo anakuwa anavuja jasho jingi. Kwa hiyo kama namba 9 wako ambaye tunategemea ndo mtu ambaye kwenye klabu nyingi ndo anakuwa ni abiria uwanjani, anarudi kuongeza namba superiority sometimes kwenye kukaba na hata kwenye kutengeneza mashambulizi, hapo unaona kabisa ni kocha anaifanya kazi kubwa sana kwenye kuitengeneza timu ikae vizuri
pindi itakapokuwa inashambulia na inashambuliwa. Kwenye eneo la katikati tulikuwa tuna mtu mmoja ambaye mara nyingi alikuwa na stand peke yake, kwa maana ya Moises Caicedo. Ameongeza mtu wa pili, unaona kabisa ni namna gani ambavyo anazidi kuimarisha safu ya kiungo. Eneo la mwisho mara nyingi tulikuwa fullbacks wetu wakiondoka, unakuta tunakuwa tuna rest defense ya mabeki wawili. Sasa hizi wanabaki watatu mara nyingi. Kwa hiyo unaona kila eneo mwalimu anazidi kuongeza mtu wa ziada, lakini changamoto inakuja labda tuwape muda wachezaji, kwa sababu mwalimu mpya amefika na ameanza kuinject baadhi ya vitu taratibu vitu vipya. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho bado kinakuwa bado hakijatoka kule kwa Maresca, kwa sababu kwa Maresca tunakumbuka kuna muda timu ilikuwa inahitaji attacking movement, ama tukiwa tunashambuliwa tuchangamke zaidi, unakuta tumepooza kutokana na aina ya soka ambalo tulikuwa tunalicheza, more possessive, na mara nyingi yani tunategemea yani pasi ndo zifungue defense ya mpinzani, hatuwazingatii labda attacking movements moja ama mbili ambazo zinaweza kutupa matokeo. Kwa hiyo nafikiri mfumo na the way ambavyo wachezaji wana combine pindi ambapo timu inakuwa inashambuliwa ni kitu ambacho bado kinawapa matatizo hao vichwani mwao wachezaji, ila kwa coach kama coach sidhani kama atakuwa na solution zaidi ya hiki ambacho anakifanya, ila zaidi ya yote tusubiri kuona mwalimu Liam Roseni atakuja kufanya nini hapo mbele, sababu ni swala ambalo linaonekana ni changamoto kwetu. Tunafunga sana ila bado tunaruhusu sana. Kwa hiyo nawe ni unabaki kwenye msimamo ni wa Amani ni Mustafa, kwamba hauoni kama kutakuwa ni kuna solution, kwa sababu pia ni ya project ni tuliokuwa nayo. Sioni kama kutakuwa na solution zaidi ya tactical awareness kwa wachezaji binafsi. Sioni kama kutakuwa kuna solution. Okay. Ni changamoto na ni jambo ambalo ni kama vile linatutesa na ni kama vile limeshindwa kupatiwa ni ufumbuzi. Alafu sasa ni maswali yanazidi kuibuka, yani kwa namna gani ni tunaweza kuna nili na issue ni aliyosema ni Amani, ni kwamba changamoto tena ni project. Ninataka ni watu niendelee, yani wazima ndio waendelee kubaki, wale ni wanaosumbua waondoke. Sasa leo tena tunamuona ni Mamadou Sarr naye ni analetwa kikosini, manake pia na yeye anahitaji kupata nafasi, na yeye ni anahitajika kutengeneza ni partnership na mtu, ni partnership ambayo pia hatuna ni uhakika nayo nitadumu ni kwa muda gani. Kwa hiyo ni too much stress kweli. Okay, kwa hiyo sasa tunahitimisha vipi? Tunasema ni bado tumpe muda au huyu tunataka tufikisha kanani? Ni Amani Mustafa, tuanze naye. Kwanza kabisa niwe muwazi ili baadaye tusije tukageukana. Mimi huwa sio muumini kabisa wa makocha wa Kiingereza, lakini kwa kuwa project imemchagua mshikaji, mimi naika imani yangu kwake na nataka nione atakapotupeleka, japokuwa akifanya hivyo basi atakuwa yeye ni wa pili baada ya Alex Ferguson. Kwa hiyo kwa makocha wa Kiingereza kuweza kukupa titles kubwa na kuweza kumaintain kwenye klabu hiyo moja ambayo ni top club kwa muda mrefu huwa si rahisi, lakini mpira unabadilika, maisha yanabadilika na vitu vinabadilika. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi nimeshamwekea belief yangu na natamani kuona atatufikisha wapi, ila siwezi tu kusema moja kwa moja kwamba anaweza kutufikisha kule. Sina imani na makocha wa Kiingereza. Una imani na makocha wa Kiingereza. Okay. Simon, wewe unafikiri kanani tunafika ni bwana ni Lozeni au na yeye ni atakuwa ni Musa? Mpaka sasa hivi kuna vitu ameweza kunimpress, ila kuna kitu kimoja ambacho nakisubiria kukiona kwake. Yaani kitu ambacho nakisubiria ni kuendelea kuona kama ataweza kumaintain ile form ya wachezaji wasi drop off kama kipindi cha Maresca. Wanatupa game 5 nzuri afu anakuja anapotea kama game 7 hivi. Afu anakuja tena anajipata tena. Ndio nasubiri hicho kukiona, kama kikimaintain hicho lazima nikamwambia imani yangu. Lakini kwa sasa
action zake, yani ni mtu ambaye ukizingua pale pale anamuita mtu anakuja kureplace chap. Yani sio Mahrez kwamba anasubiri, yani hapo ndo kanizida Mahrez. Game ya Napoli Gitten sikaingizwa, anamuona kama anakuwa abiria, akamuita tena bwana rudi kao, akaweka chuma kingine, mambo akaenda. Games nani Pedonito unazingua na kuita na unakaa bench anaweka mtu mwingine. Yaani ni mtu ambaye anafanya action pale pale ambapo panahitajika. Alafu pia ni mtu ambaye ana courage sana, anajiamini. Ile kujiamini kwake kiambukiza kwa wachezaji. Naona kama tunaweza kufika mbali. Kile ambacho nasubiri kwake ni hiyo. Kuweza kumaintain form ya wachezaji wasije ka drop off 10. Sio kama tumeshinda hizo game 8 Afrika tukapiga tena game 10 tena huko. Itakuwa tena sio nani. Hapo nitamshusha. Hapo utamshusha na nina bila kusahau ni mjadala ni uliokuwepo kwa sasa kwa wachambuzi wengi sana ni wa Ulaya huko, ni namna ambavyo ni ratiba ni ya Chelsea ni ilivyo ni mpaka sasa hivi. Yani tunaingia kwenye wiki kama vile wiki 2-3 hivi ngumu sana. Yani tutakuwa tuna big match kubwa sana, na ndo hapo sasa na nafikiri wachambuzi wengi sana ni wa Ulaya huko hawataki kumaliza maneno kwanza, ni wanasubiri waone kwamba je kweli ni ataweza kupita ni muda huo. Baada ni muda huo sasa ndo waanze kumsifia sasa ni Mwingereza mwenzao, kwa sababu ni mpaka sasa hivi kama vile ni wananyuti fulani hivi. Au naongopa wazee? Ni mimi tu nimeliona hilo? Ni kweli haongei kabisa, yani sasa hivi naona anavuta kasi kwanza. Yani ni kama vile ni wamepooza ni mashambulizi kwanza, ni wanasubiri kwanza wiki hiyo nikishapita hiyo ndo anza sasa. Yani hiyo wiki ndo nitaamua ni watamsifia kwa kiasi gani, lakini ni mpaka sasa hivi ni kama vile mambo ni amejaribu kunyuti kwanza, kwa sababu pia ni fixture ambayo tutakuwa nayo ni hapo mbeleni. Tumalizie na Nafiz. Ni unafikiri Lozenia ni atatufikisha Kanaani au ndio hivyo tena ni tutabaki zetu ni Misri tu hapa? Kwa mimi nafikiri kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa lazima vizingatie kwa kocha. Bado kwa Maresca mimi niliamini hata kama sio msimu wake wa kwanza, ila lazima tungepata kombe kwa nature ya kocha ambaye amekuja, ila kwa Liam Rosenia bado sijaona ile character ya title mentality. Kwa hiyo nafikiri na mengi bado ya kusubiri kuamini kwake kwamba atatupa vile vitu ambavyo tutakuwa tunavihitaji. Timu icheze mpira mzuri, timu ipate matokeo kwenye hali ngumu. Hapa ndo tunampima kocha, na ndo maana mnasema hapo kocha anasubiriwa kwenye big games kwamba atatoa kitu gani, na pia timu ilete makombe kila msimu anapapo unamalizika. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kinahitaji tuone kwa namna gani ambavyo Liam Rosenia atatusaidia. Kwa hiyo kwa mimi bado nipo 40/60, bado naamini yani 60% bado sioni kile kitu kikubwa atakuja kuniprove wrong kwa mbinu zake na vitu ambavyo atavifanya ndani ya Chelsea. Nacho. Naam. Mimi nina Waswahili ni wenzangu ni kama vile umetuacha njia panda kidogo. Ni umesema hapo haufikiri ni kama kocha ni ana title nini? Title mentality. Ana title mentality. Ni ambayo ni tunaipima ni kwa style gani sasa, kwa sababu ni ukizungumzia ni issue ni ya kushinda ni big match hasa kwenye ni nyakati ngumu, ni amesha prove hilo ni na Napoli. Ni ameshalionyesha hilo kama ni anaweza kulifanya. Ni au hiyo haitoshi? Title mentality mara nyingi tutaangalia kutokana na CV ya kocha ambaye anafika kwenye klabu husika. Kwa mfano Maresca alipokuwa amefika, ukiangalia kwenye rekodi zake zote huku chini ya Man City alikuwa kwenye treble winning, pale alikuwa kama kocha msaidizi, na tunaelewa kocha mkuu anaifanya kazi, ila inasemekana kocha msaidizi anaifanya kazi kubwa zaidi, kwa sababu yeye ndo anakuwa anahakikisha kila kitu ambacho kinahitajika kufanyika kinafanyika kwa kiwango fulani na kifikie nafasi ambayo kinahitajika kufikia. Kwa hiyo baada ya kwenda Leicester akanyanyua ndoo kwenye msimu wake wa kwanza kwa nature ya wachezaji ambao walikuwa nao. Amekuja Chelsea kwenye msimu wake wa kwanza, bali na kuwa sajili zilifanyika mpya nyingi,
nafikiri pia alikuja akanyanyua vikombe viwili ambavyo amevinyanyua. Kwa hiyo ikifikia kwenye ile mentality ambayo ina uwezo wa kuwaweka wachezaji kwenye picha ya pamoja ambayo itaweza kuchangamsha dressing room zaidi, nafikiri hapa ndo tunampima kocha kuwa na title mentality. Kwa hiyo kwa Liam Rosenia tumeona kutokana na Strasbourg ambavyo ilivyo, amecheza mpira mzuri na amekuwa na uwezo wa kuchallenge kwenye baadhi ya games kwenye ligi ya Ufaransa kule. Kwa hiyo kwa huku bado mimi sijaridhishwa naye, kwa sababu ya kwamba nasubiri kuona test ya Premier League ambayo mwenzake kwa kiasi fulani aliwin, na tuliona big games, yani Chelsea ulikuwa Barcelona, uwe PSG, uwe Bayern, yani ukija kwa Chelsea chini ya Maresca watu walikuwa wanajua kabisa hii game haiwezi kuwa nyepesi. Kwa hiyo tunaona ni kocha ambaye alikuwa ana mbinu zaidi, na mimi naamini kitu kimoja, kama Maresca angekuwa hayuko kwenye huu mpango ambao rotation ambayo inalazimika kufanya rotation, nafikiri tungekuwa tuna timu ambayo inatishia zaidi sana hata ligi ya Uingereza, hata title contenders tungekuwa tunaongelewa. Ila kwa sababu hizi za masuala ya rotation na ndo mpango ambao upo ndani ya Chelsea, nafikiri hata na yeye kwa nafasi yake umemwangusha kiasi fulani, kwa sababu alikuwa na kila mbinu ambayo inakuhitaji ushinde mchezo mkubwa, unless otherwise utakuta wachezaji labda watakuwa hawajaamka vizuri na mchezo husika. Kwa hiyo kwa Liam Rosenia nafikiri anaiset team vizuri, na akiona labda kuna vitu havijaenda kama anavyotaka, ni mwepesi sana kureact. Ila sasa kuna ile namna fulani ambayo weka mentality ya wachezaji zaidi, wawe focused kwenye game na wakupe matokeo kwenye baadhi ya mechi kubwa hizi. Ndo hapa ambapo mimi namsubiri, ndo maana nikasema bado sijaridhishwa naye, kwa sababu hajapitia test mbalimbali ambazo wenzake alishazipita na akatengeneza CV yake kabla ya kufika Chelsea. Okay, ni mjadala ni wa leo ni unahusu kufanya comparison ya kocha Maresca pamoja na Liam Rosenia. Kwa mechi 10 ni za Rosenia kafanya mabadiliko gani, na nafikiri pia sio vibaya kama nikileta pia na hili tulijadili nilitimisha vipi. Kuna jambo moja ambalo mimi binafsi lilikuwa linaniacha hoi, kwa sababu ni jambo ni la nadra sana kukutana nalo. Kocha Maresca alitoka ni Leicester City, ni akaja Chelsea, na ni alikuja ni na KDH, lakini baada ya kufika ni kama vile ni KDH ni ndo kama vile ni alikuwa ni mtoto wake, lakini hiyo nafasi KDH ni alikuwa haipati kucheza. Ni tofauti kwa Rosenia, ni ametoka ni Strasbourg, ni amemfundisha ni Andre Santos, na leo hii tunaona ni Andre Santos ni anapata nafasi ni, lakini pia anamrudisha ni Mamadou Sarr ni ambaye pia ni ametoka naye huko ni Strasbourg, tunaona ni amepigiwa ni chapuo kwa muda mrefu sana kurudishwa, na ni amerudishwa. Kocha naye ni amekiri kabisa kwamba amerudi kwa sababu yake yeye, yani yeye ndo alimtaka. Sasa hii sio kama ninaweza kuleta makundi kwamba ni Maresca yeye alikuwa na mtoto wake kwenye timu ambayo wametoka wote timu moja, lakini hajamdekeza, yani ni hajaonyesha kwamba eti kwa sababu wote tumetoka timu moja basi mimi nikutumie tu. Alafu KDH ni alivyotoka ni Leicester alikuwa ni mmoja kati ya best players katika championship nzima, ni mpaka ni alishindania ni tuzo ni mchezaji bora ni wa msimu, ambayo ni alishinda ni Summer Value. Huyu ni wa West Ham ambaye ni alitufunga. Hii tunaizungumzia vipi? Haiwezi ni kuleta mijadala kwenye timu na ikaleta makundi hasi kwamba ni wachezaji ni waone kwamba mimi ninanyang'anywa namba, sio kwa sababu sijui, bali ninanyang'anywa namba kwa sababu labda kocha anachezesha ni watoto wake. Haitoleta ni makundi design hiyo. Hapo Mr. Daraja, naomba nikusaidie kidogo. Kwa kesi ya Andre Santos, mimi binafsi nafikiri kama hata Simon nafikiri aliongea hiki kitu, kama Romeo Lavia angekuwa fit, Andre Santos angekuwa anasubiri. Yani kwa kesi ya Andre Santos kwamba amekuja kocha ambaye alimpika kwa msimu fulani akawa kwenye kiwango bora kama ilivyokuwa kwa Kenan Dewsbury kwa Enzo Maresca,
Nafikiri Dewsbury Hall alikuja amekuta kwenye maeneo ambayo yeye anacheza kuna Cole Palmer ambaye ni mchezaji wetu bora kwa kipindi ambacho Maresca anafika, na pia kuna Enzo Fernandez ambaye ni mchezaji ambaye alikuwa unlocked kipindi ambacho Maresca amefika. Sasa kwa kesi ya Liam Rosenia na Andre Santos, nafikiri Liam Rosenia amefika kipindi ambacho amemkuta Romeo Lavia hayupo fit na yani hapatikani ule muda ambao kama ilivyokuwa kwa kesi ya Kenan Dewsbury Hall kwa Enzo pamoja na Cole Palmer. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kama Romeo Lavia angekuwa fit kwa 100% kama alivyo Andre Santos angekuwa na mengi sana ya kujifunza kwake, kwa sababu midfield duo ya Caicedo pamoja na Lavia nafikiri ingetupa vitu vingi sana positive. Nafikiri hata Maresca kuna baadhi ya games alikuwa anawatumia wote wawili, tulikuwa tunaona compactness na hata creativity. Mfano wa mechi hiyo nafikiri kwenye mchezo wetu dhidi ya Liverpool msimu uliopita, tulikuwa na Lavia, tulikuwa na Caicedo, tulikuwa na Enzo Fernandez pamoja na Cole Palmer kwa wakati mmoja. Lavia press resistant mzuri, kitu ambacho kipati mara zote kwa Andre Santos. Composure wote watakupa, ila passing game ya Lavia nafikiri ipo upgrade kidogo ya Andre Santos. Kwa hiyo nafikiri tungempata Lavia ambaye yupo fit kwa nafasi yake, nafikiri Andre Santos angekuwa na vitu fulani vya kusubiri ajifunze, though angeweza kupata game times kwa sababu michezo ni mingi, na Lavia labda atakuwa anafanyiwa game management kwa kutokana na mashindano ambayo tunashiriki. Kwa hiyo kesi sioni kama zitakuwa zina changamoto, ila ni kutokana tu na mazingira ambayo hawa makocha wawili walikutana nayo kwenye vikosi walipofika. Bila shaka umepata madini mengi sana kutokea kwenye session hii ambayo tulikuwa ni tunajadiliana kuhusu kile ambacho kimetokea mara baada ya kocha ni Liam Rosenia kufika ndani ya Chelsea kwa hizi mechi 10 pamoja na mechi ya Hull City ambayo tumetoka kucheza na kupata ushindi. Tulikuwa tunajadili kwamba kwa namna gani kocha Liam Rosenia amekuja kufanya mabadiliko. Je, anachokifanya ndicho ambacho alikifanya kocha Enzo Maresca ni aliyepita, au amekuja kuongeza nini na mpaka sasa kimefanyika nini ndani ya Chelsea yetu hii au mabingwa wa dunia? Na ni bila shaka tutakutana tena siku ijayo mara baada ya Chelsea kuwa uwanjani, ambapo ni mchezo wetu ni unaofuata. Hata tutacheza siku ya Jumamosi, tutacheza katika ligi kuu ni Uingereza dhidi ya Burnley majira ya saa 12 za jioni, siku ya tarehe 21. Kwa hiyo tarehe 21 tutakutana pia hapa kuweza kupeana madini kwa kile ambacho tumekiona katika mechi husika na kujadili mengi sana, haswa ratiba ngumu ambayo ipo mbele yetu, kwa sababu tutakuwa tuna kama vile wiki kadhaa hivi ngumu sana kutokana na mfululizo wa big match ambazo zitakazo kuwepo. Hapa ni Darajani 1905, ulikuwa na mimi Mr. Darajani kama host wako wa leo, lakini pia wachambuzi walikuwepo ni Simon Barnabas, alikuwepo Aman Mustafa pamoja na Hafiz Nacho, siku hizi anajiita Fakundu. So sijui imekuwaje kubadilika kutoka Jame Gittens, lakini yote mema. Tukutane Jumamosi. Asante sana.